Taarifa hii sio njema sana kwa kiwanda cha filamu nchini Tanzania kwa sababu rais wa Marekani Donald Trump ametangaza mpango wa kutoza ushuru wa 100% kwa filamu zote ambazo zinatengenezwa nje ya Marekani. Kwa hiyo Tanzania ni nchi mojawapo ambayo ipo nje ya Marekani. Kupitia chapisho lake katika mtandao wake wa social, Trump alisema kuwa tasnia ya filamu Marekani ikiwemo Hollywood inakabiliwa na kushuka kwa kasi kutokana na nchi nyingine kuwavutia watayarishaji wa filamu kwa motisha mbalimbali za kifedha. Trump alidai kuwa huu ni mkakati makusudi unaotekelezwa na mataifa ya kigeni ili kuathiri Marekani kiuchumi na kiusalama, akieleza kuwa swala hili lina madhara ya ujumbe wa kimataifa na propaganda, jambo linalohatarisha usalama wa taifa. Trump ameagiza idara ya biashara na mwakilishi wa biashara wa Marekani kuanza mara moja mchakato wa kuweka ushuru huo mkubwa kwa filamu zote za kigeni. Hata hivyo, haijabainishwa wazi jinsi ushuru huo utakavyotekelezwa, hasa ikizingatiwa kuwa filamu nyingi hutengenezwa kwa ushirikiano wa kimataifa. Hatua hii imezua hisia tofauti, ambayo baadhi ya viongozi wa majimbo na wawakilishi wa sekta ya filamu wameeleza wasiwasi wao kuhusu athari za hatua hiyo kwa mahusiano ya kimataifa na biashara. Wengine wameunga mkono hoja za kuimarisha uzalishaji wa filamu ndani ya Marekani. Trump alihitimisha kwa kusema, tunataka filamu zitengenezwe Marekani tena. Kama umekuwa mfuatiliaji mzuri wa filamu kutokea kule Hollywood, yaani nchini Marekani, hivi sasa watu wengi kweli hawafuatilii sana, yaani filamu zao haziwavutii kwa watu wengi. Inawezekana kutokana na story ambazo wanazitengeneza, ama kutokana na kile kitu ambacho hata uwekezaji inawezekana umeshuka kwa kiwango kikubwa sana, kitu ambacho kinawafanya watu waanze kuvutiwa na filamu kutokea mataifa mengine. Sasa Trump ameona njia pekee ya kuweza kukomboa hiki kitu ni kuweza kuimpose kiwango kikubwa sana cha tariffs ama tozo kwenye filamu ambazo zitakuwa zinatoka kimataifa ama mataifa mengine kuingia kule nchini Marekani. Kwa hiyo inawezekana hiki kikawa kikwazo kikubwa kweli kwa kiwanda cha filamu nchini Tanzania. Ile Bongo Movie to the World inawezekana ikawa changamoto kuingia katika soko la Kimarekani. Hatujajua itaanza vipi mchakato huu, lakini tayari ameshatoa taarifa kwa viongozi wahusika wa sekta hiyo ili kuweza kuifanya kazi mara moja. Endelea kuwa karibu na Locha Media ili ukapate taarifa kama hizi. Kiwanda cha Bongo Flava, kiwanda cha Bongo Movie hivi sasa kinaingia katika mkanganyiko mkubwa. Inawezekana wameanza kwenye filamu, baadaye tukaja kuona kwenye mziki pia wakawekewa tozo ili mziki uweze kupigwa kule Marekani. Mimi naitwa Dr. Mateka, bye bye.